Mama Rose Jumba Shikoikoi, mkazi wa Shanzu mwenye umri wa miaka 55, ameomba msaada wa serikali baada ya kushindwa kupata kitambulisho cha taifa kwa miaka mingi kutokana na changamoto ya mfumo wa usajili. Kwa msichana nilikuwa na miaka 14, nilikuwa na ugonjwa wa mdudu. Nikaenda Makadara, wakasema hii kidole haiwezi kutibika, manake imeshaharibika. Mama Rose anasimulia kuwa alipokuwa na umri wa miaka 15 alipoteza kidole gumba baada ya kuugua maambukizi yaliyosababishwa na aina fulani ya nzi. Alifanyiwa matibabu katika hospitali ya Coast General ambapo kidole hicho kiliondolewa ili kuokoa maisha yake. Right ya nyanyangu hana ID na ni mtu wa Kenya. Imagine kama Wasomali wanaweza kuja wapate ID, yeye kwa nini asipate ID? Sana sababu ni kidole. Na sasa ni kama 10 years ameng'ang'ania ID yake na hajapata. Kutokana na kukosekana kwa kidole gumba, maombi yake ya kitambulisho cha taifa yamekuwa yakikataliwa mara kwa mara kwa sababu ya mfumo unaohitaji alama za vidole ili kukamilisha usajili. Anasema hali hiyo imemnyima haki yake ya kupata kitambulisho licha ya kuwa ni Mkenya kwa kuzaliwa. Nina watoto wanasoma, wanataka kurejista, wanataka birth. Siwezi kuwafanyia sababu sina kitambulisho. Siwezi fanya kitu chochote, sina kitambulisho. Mama Rose amesema anatamani kushiriki katika uchaguzi mkuu wa mwaka 2027 kwa kupiga kura, lakini hawezi kufanya hivyo bila kuwa na kitambulisho cha taifa. Amesema ameamua kuzungumza kupitia vyombo vya habari akitumaini sauti yake itasikika na hatua zichukuliwe. Sasa anatoa wito kwa serikali, hususan Wizara ya Mambo ya Ndani na Utawala wa Kitaifa chini ya Waziri Onesmus Kipchumba Murkomen pamoja na Gavana wa Mombasa Abdulswamad Sharif Nassir kuingilia kati na kumsaidia kupata kitambulisho cha taifa ili aweze kufurahia haki zake kama raia wa Kenya. Nikiripotia Shanzu TV, jina langu ni Davis John Kahinde.